Mheshimiwa, tuendelee na swali linalofuata. Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, mbunge wa Same Mashariki, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa swali langu namba 196 lipate majibu yake. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, mbunge wa jimbo la Same Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekuwa ikihudumia barabara ya Hedaru Vunta Miamba yenye urefu wa kilomita 42.44 Hedaru Mamba Vunta kwa vipindi tofauti kwa kujenga na kuifanyia matengenezo mbalimbali tangu mwaka wa fedha 2021 hadi 24/25. Sehemu zenye kona hatarishi 13 zilizoko katika mlima wa Kidenge zilifanywa matengenezo makubwa. Matengenezo hayo ni kujengwa kwa kiwango cha zege kwa kilomita 2.04, kujenga makalvati 18, drift 8, daraja 1, ujenzi wa mifereji mita 1800, kuchonga barabara kilomita 40, kuweka changarawe kilomita 15 na ujenzi wa kingo kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa barabara kwa jumla shilingi bilioni 2.73. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali imeweka katika mipango yake bajeti ya shilingi milioni 102 kwa ajili ya kufanya matengenezo ya kawaida katika barabara ili kuhakikisha inaendelea kupitika wakati wote. Asante. Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alipokuja Same tarehe 30 Septemba mwaka 2025 alisema maneno haya: kwa kuwa najua barabara za kule mlimani tarafa ya Mamba, mvua zinaponyesha mnashindwa kusafirisha tangawizi. Tunakwenda kuzijenga barabara hizo kwa zege na lami. Je, serikali hamuoni baada ya rais kutoa ahadi hii ni vyema sasa, wakati sisi wananchi tunasubiri ujenzi mkubwa wa lami na zege, mkajenga barabara hii yote kutoka Hedaru Vunta mpaka Mamba kwa kiwango cha tangawizi ili barabara hii iweze kupitika kwa miezi yote 12. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, hapa ninapoongea Mheshimiwa Waziri, niliposimama barabara ile sehemu ya kata ya Mpinji haipitiki kabisa. Kwa hiyo malori mengi yako pale yanatafuta njia ya kupeleka tangawizi tambarare. Je, serikali hamuoni ni vyema sasa mkafanya jambo la dharura tu kwenda kutengeneza ile barabara pale Mpinji ili kuboresha uchumi wa wananchi wangu? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni muhakikishie Mheshimiwa mama yangu Mama Anne Kilango Malechela kwamba serikali inaitambua sana barabara hiyo, na ndio maana karibu katika kila mwaka wa fedha imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya ujenzi na kuhakikisha kwamba inapitika, kwa sababu ni barabara muhimu ya shughuli za kiuchumi na za kijamii. Lakini muhakikishie kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kipaumbele nambari 1. Na tunafahamu Mheshimiwa Rais ameelekeza serikali, tuko kwenye taratibu za kuandaa fedha kwa awamu kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa maelekezo hayo, na kwa hivyo wananchi wa jimbo la Same Mashariki na wewe Mheshimiwa mbunge muwe na uhakika kwamba serikali itatekeleza ahadi yake. Na ni swala la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kumwelekeza meneja wa TARURA wa wilaya ya Same pamoja na mkoa wa Kilimanjaro wafike mara moja kwenye hilo eneo ambalo lina changamoto na halipitiki kwa sasa, ili tuweze kuona namna ya kulitengeneza kwa dharura ili wananchi waweze kupitisha mizigo yao na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi.